Ndugu zangu, nafurahi kuwaonesha hii miti ya matufaha huku Rwamagana, province ya Eastern Province, huku kwenye hii nchi yetu ya Rwanda. Naona mvuno ambao tuliopata kwenye hii miti ya matufaha. Naona kwamba kilimo cha miti ya matufaha kinawezekana. Nawaalika kuingia kwenye hiki kilimo cha miti ya tufaha kinawezekana, na mie tena niko tayari kuwasaidia kutoa training kwa wanaohitaji kuingia kwenye hiki kilimo cha miti ya tufaha. Kwa ukweli nawaalika, ni kilimo kizuri na ni kilimo kina mvuno mzuri sana. Unaweza kukuta kwenye mti mmoja unaweza kuvuna hapo kama tufaha 180 kwa miaka 2.5. Ikifika kwa miaka 3 au katikati ya miaka 3 na miaka 4, unakuta mvuno unapaswa kupata unakuwa ni matunda 250. Tena hapo ni kwenye season moja. Kwa mwaka utajikuta una mvuno wa miti wa matunda 500 kwa mwaka, kwa mti wa umri wa miaka 4, na kila mwaka unavuna. Ni kusema ukihesabia kwenye bei kwenye soko, utakuta tufaha limoja linauzwa franga 700, karibu 600-700. Sasa utajikuta una pesa nyingi. Tulihesabia kwa mwaka moja, tukakuta unaweza ukapata kwenye hekta moja miti 800, unaweza ukapata na mvuno angalau wa milioni 160. Sasa ukitoa madawa, ukitoa mambolea na kila kitu, wafanya kazi, unaweza ukahesabia angalau milioni 1. Unaona kama ni mvuno mzuri. Wenye vyama vya habari waliwahi kufika hapa kuambia kuwaonesha faida ambayo tunapaswa kupata kwenye huu mvuno wa miti ya tufaha. Wakashangaa sana. Wakaniuliza, sasa hivi kweli hiyo faida tunaweza tukaipata? Nikamwambia basi muhesabu matunda hapa. Sasa kwa kuhesabu wakashangaa ndugu zangu. Sasa nawaalika kuingia kwenye hiki kilimo. Kuingia kwenye hiki kilimo na wasaidia kwa kutoa training, kwa kuwafunza wenye kuingia kwenye hiki kilimo. Siombi pesa, hakuna bei kwenye kuja kusoma, kukamata hiyo training, formation. Mtu anasoma ni bure, ni kujitolea kwa kutaka tu tupiganie nchi yetu, tujitolee kusaidia wandugu zetu wananchi. Kama vile mheshimiwa baba wa taifa alitufundisha kupenda nchi, nadhani na RPF wazazi wetu walitufundisha kwa ukweli, walijitolea kupigania nchi yetu ya Rwanda, na wakatupa upendo wa kupenda nchi yetu. Na ndio maana lazima na sisi tujitolee kwa kusaidia wandugu zetu wananchi na wasiokuwa wananchi kwa jumla. Lengo letu huku Rwanda ni kusaidizana katikati yetu na watu wengine, pia kwa kutoa usaidizi, kwa kuwasiliana nao. Ni lengo letu, ndio mila yetu, ndio tabia yetu huku Rwanda. Na ndio maana uwe Mnyarwanda, uwe usiokuwa Mnyarwanda, kwa ukweli nawaalika nyie wote. Hakuna kusema training kwa wananchi ndio watapewa kwa bure, wengine hapana. Nyie wote mnaalikwa, Wanyarwanda, wasiokuwa Wanyarwanda, kwa ukweli tunawaalika. Na tena najibu swali za wenye kuniulizia kuhusikana na mambo ya kilimo cha miti ya matufaha na ingine miti kutoka nchi za nje kama tini, kama komamanga na ingine dragon fruit, miti kama hiyo na mistafera pia nayo. Ndugu zangu, nawaalika kuingia kwenye mambo ya kilimo, na tena training na poitoa kila siku ya Alhamis kuanzia mwanzo wa asubuhi muda wa saa 3. Hiyo training inayoitoa
inahitaji mtu anipigia niulize kabla nijue patakuja watu wangapi, na mimi nijiandae kuwa niko karibu na nyie. Yes. Kingine naweza nikasema hapo ni kuwa na mtu akiwa anahitaji kujua mengi zaidi hata kwa vingine vilimo kama miti ya maavocado, miti mbalimbali, miti ya embe, natoa hiyo training bila kumpitisha hapa na hapa. Hapana, ni kitu nilichojitolea ndugu zangu. Na namba yangu ya simu ni 0788549685, na ninawaomba mwe mnapitia kwenye YouTube channel yangu kwa majina yangu Ngabonzima Ali, mtajua mengi zaidi. Nawashukuru, Mungu awabariki. Asante sana.